nafasi na mimi niweze kuchangia jioni ya leo kwenye hii Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Ustawi, Vijana na Watu wenye Ulemavu. Mimi binafsi naweza nikasema ni wizara ambayo ni muhimu kuliko wizara nyingine zote, kwa sababu tunapozungumzia ustawi wa jamii, huwezi kukwepa afya, huwezi kukwepa elimu, huwezi kukwepa miundombinu, huwezi kukwepa ajira. Kwa hiyo hii ni wizara ambayo mimi naitazama kwa jicho la kipekee zaidi. Na kwa ujumla wake, Mheshimiwa Mwenyekiti, nitachangia kwa ujumla wake kwa nini tuko hapa leo. Yaani kwa nini watu wote tunalalamika? Kwa nini watu wanalalamika mambo ya elimu? Kwa nini watu wanalalamika mambo ya unyanyasaji wa kijinsia? Kwa nini watu wanalalamika mmomonyoko wa maadili na mambo mengine kama ambavyo wenzangu wamechangia asubuhi, hasa wale wawili? Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa tukiangalia matokeo zaidi badala ya kuangalia chanzo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ukweli ni kwamba maisha yamekuwa magumu sana. Hakuna mbunge anaweza kasimama hapa, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa siku aniambie hajaomba hela na mwananchi wake. Hayupo. Lakini hakuna mbunge anaweza kasimama hapa akasema yeye hana changamoto ya kiuchumi. Basi kama wapo, hata 10% hawafiki. Tunashinda humu, Mheshimiwa Mwenyekiti, licha ya kwamba sisi tunalipwa, lakini unaona binafsi bado scarcity ya maisha ni ngumu. Lakini wewe ambaye una kazi maalum kama hii, unaona kuna shida mahali. Wimbi la dependence, wanaokutegemea nazidi kuongezeka siku hadi siku. Sasa jibadilishe. Nenda mtaani, wewe ndio uko mtaani afa una kazi. Ndio unaweza kujua kwamba hali ipoje huko chini. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeangalia michango ya waheshimiwa wenzangu. Mimi naiunga mkono yote. Lakini hebu tutafakari tunatokaje hapa tulipo. Kwa sababu bila kuumiza kichwa zaidi, naanza mfano kwenye ishu ya elimu. Ni Tanzania moja, ni serikali moja, tuna mifumo ya elimu ya aina mbili. Mtoto wa waziri wa mbunge anasoma English medium, mfumo wa Kiingereza. Mtoto wa mama ntilia anasoma kwenye shule ya msingi ambao mfumo ni wa Kiswahili. Tunatarajia wakimaliza wakashindane kwenye soko, kwenye interview moja mlango mmoja. Kwenye interview moja mlango mmoja. Vitu kama hivi muhimu hatuzungumzi hapa. Huyo mwananchi wa kawaida, leo hii mmesema wana mikopo ya 10%, ndio. Mmesema kuna bilioni 18 zimeweka NMB, ndio. Nataka nikuambie Mheshimiwa Waziri, kinachoendelea huko NMB na huko kwenye 10%. Mnasajili vitambulisho special ambavyo mnasema ndio kitamsaidia mtu kupata mkopo. Ukienda benki, huyu kijana mnayetaka mbadilishe maisha yake ili asiandamane, ukienda benki unadaiwa TIN namba, kitambulisho, tax clearance na leseni ya biashara. Huyu ambaye mnataka ndio aache kuandamana akajitegemee, awaletee hivyo vitu. Namba moja, ukienda mikopo ya halmashauri ya miji hii ya wakina mama na vijana na watu wenye ulemavu, Mheshimiwa Mwenyekiti, zile fedha licha ya kwamba masharti ni mengi, andiko la mradi, sijui katiba, sijui nini, vikokoo vingi ambavyo unahitaji lazima umfuate mtu ambaye ana elimu ya IT akutengenezea hivyo vitu vyote. Licha ya kwamba kuna watu wamepambana kukizi vile vigezo, pesa zile hazitolewi hata kama umekamilisha vigezo vyote. Wakati mimi ninavyojua mwongozo unataka zile fedha zitolewe kila baada ya miezi 3. Na wenye taarifa ni wachache. Yaani wale wananchi hawapewi utaratibu kwamba hizi fedha ziko 1 2 3, wewe Juma John mtapata mwezi wa 2, wewe Ana Neema mtapata mwezi wa 9. Haupo. Wanapata tabu kuulizia. Walisema. Yaani hakuna straight forward kwamba hili jambo robo 3 ya mwezi huu kata fulani labda au vikundi fulani, haipo. Unaomba pesa leo, umekamilisha dokumenti zote Mheshimiwa Mwenyekiti,
unakuja kupata hela mwakani. Uliomba, kikundi kiliomba milioni 50, wanakuja kupata milioni 3, na wameandika maandiko. Na huo mchakato mzima, ili ukamilishe dokumenti zote ambazo zinahitajika, lazima shilingi 500,000, 600,000, 4,500 utumie. Labda kama wakili ni mpenzi wako, maana yule anaweza akakugongea bure muhuri na katiba akakutengenezea bure. Huo ndio ukweli, tuambizane ukweli. Huyu ambaye ninataka asiandamane ametokaje kwenye mazingira kama hayo? Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati bandari ya Tanzania inapelekwa kwa mwekezaji, serikali ilikuja na lugha kwamba hii ya kusimamia wenyewe imetuletea hasara sana. Sasa tumepata mwekezaji kwa sababu kabla ya mwekezaji tulishindwa kuiendesha. Mimi nilikuwa mtu namba 1, nilifanya place, Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini mliaminisha umma kwamba kwa kukodisha bandari kuna hela nyingi tutaziokoa. Bahati nzuri nimeshiriki wizara zote hapa. Kila wizara inalalamika bajeti ndogo. Kila wizara inalalamika bajeti ndogo. What's the difference? Utofauti wa kipindi tunaiendesha bandari yetu na kipindi ambacho tumekodisha uko wapi? Huo ugumu wa maisha mliosema tutapunguza baadhi ya gharama ziko wapi? Kwenye kitabu ambacho Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alihutubia Bunge, ukurasa namba 10, alisema kuelekea matamanio ya wananchi ya kupata serikali inayoshughulikia changamoto zao kama vile suala zima la gharama za maisha, kuongeza fursa za kazi na ajira ili waweze kujiendeleza kiuchumi na kuimarisha ustawi wa jamii zetu. Nataka niwahakikishie kwamba serikali itachochea upatikanaji wa fursa za kiuchumi na kujenga matumaini kwa vijana, wanawake na makundi yenye ulemavu. The statement is too clear. Mheshimiwa Sigrada. Kuna taarifa Mheshimiwa Ulege. Asante sana Mwenyekiti, pamoja na mchango mzuri wa Mheshimiwa Sigrada unaohusu hotuba iliyopo mezani ya maendeleo ya jamii ambayo amehusianisha moja kwa moja na performance ya bandari yetu na kwamba serikali ni kama iliwadanganya wananchi. Naomba nimpe taarifa kwamba performance ya bandari ya Dar es Salaam si jambo la kujificha, ni jambo la hadharani, kwamba tulichokisema ni ufanisi. Moja, meli itakapokuja kutoka nje itakaa kwa muda gani? 2, kasha litatolewa kwa muda gani? 3, mapato ya bandari yatakuwa ni kiwango gani? Sasa Sigrada, Mheshimiwa, pamoja na lengo lako jema la kutaka kuona namna ambavyo mchango wa bandari kwenye pato la taifa na mchango wa bandari kwenye pato la wananchi, mimi ningetamani sana, mimi ikiwezekana nitakuwa tayari kukusaidia kukuonesha namna ya performance ya bandari ilivyochangia kwenye pato la taifa letu na mchango wa mabadiliko ya kiuchumi. Hata ukifika leo Dar es Salaam utaona namna ambavyo ongezeko la watu waliopata ajira aidha ya moja kwa moja au inayotokana na hizo performance za bandari. Kwa hivyo mchango huu wa kwako mzuri unaoutoa wa kuchangia namna ambavyo jamii yetu isiathirike na maadili na kadhalika, usiupotoshe katika performance ya bandari yetu na ahadi ya serikali. Mheshimiwa Sigrada, unaipokea hiyo taarifa? Siwezi kupokea taarifa kwa sababu mzungumzaji yeye yupo kwenye mfumo, anajua. Mimi niko kwa wananchi, sijaingia kwenye huo mfumo, lakini pia sijaona mpaka sasa hivi utofauti wa maisha kati ya kipindi tunaiendesha wenyewe na kipindi ambacho tumekodisha. Mimi nimeagiza gari juzi, Mheshimiwa Mwenyekiti, wameingiza kodi inaitwa ukarao. Anachezea simu yako
nimekuletea hii KC66, KC67 pamoja na H37. Hizi tablet ni tablet ambazo zina uwezo wa kukaa na chaji kwa muda mrefu. Pia unaweza kuweka line pamoja na kuconnect internet, ambazo ndani utakuta kuna Netflix, YouTube, Instagram pamoja na Play Store. Hizi tablet pia ni tablet ambazo zina kioo kigumu ambacho sio rahisi kuvunjika, na pia zina battery ambazo zinaweza kutunza chaji kwa muda mrefu. Mtoto wako akishika hii, simu yako iko salama. Tablet aina ya A37 unaipata kwa $160,000 tu, na tablet aina ya KC66 unapata kwa bei ya $165,000. Unaweza kuwasiliana nasi kwa nambari 0759591123 au kupitia mtandao wetu wa kijamii @tabletzetu_tz. Tunapatikana Tizamori, Dar es Salaam. Kucheza huku akijifunza sio kupoteza muda.